ama ningetolea kwa bedroom. Uko sawa? So hi guys, what's up everyone? Welcome back to another day. So today is on Wednesday. Actually today is on Wednesday night. Sasa ni usiku actually. Karibu saa 4 if I'm not wrong. Saa 3 na usiku. Louis, say hi. Hi. Tell them how are you? How are you? Louis nara nionyesha maneno kwa hii dunia. Well, so guys, I'm sorry. I've taken a long time to upload another video. Sorry for that. I always love uploading 2 videos in a week. But I have uploaded only 1. Yeah, so guys, the reason as to why I'm doing this sit down video, actually we are moving out of this house to Nahama, and it was an abrupt notice. Today is Wednesday. Yeah, so on Monday after nimetoka job, Eddie aliniambia we are moving. Yeah, we are moving. Tunaenda huko ndani Utawala Githunguri. Yeah. So guys, that is the update. Manze nililia. Hiyo day nililia usiku yote. The following day, like that was on Monday. The whole night I was just crying. It was a turn off for me. Like that was so abrupt. Na tulikuwa tushaongea. It was a turn off kwangu. That was so abrupt. On Tuesday ilikuwa siku ya maandamano. I didn't go to work. I was still trying to lose ties with this house. Cause it's been 2 years tukikaa hapa ndani. And the connection I had with this house. This house. Let me just say, in this house I've never felt peace. Kwa nyumba zote nishawahi ishi, like in this house. This house. Peace yangu yote ilitokana na hii hao. Like in this house, no matter how much I host, like the privacy in this house, it's a master and suit. Even if you host 1 million people, you guys still have your privacy. So to me, this house, it was privacy for me. Like balcony huko nyuma, like even if I don't feel like seeing people, ningejifungia. Nitoke huko nyuma niote kajua, bathroom yangu iko hapo, like I just had my life. Like in this house tungeishi ni kama hatuna hata watoto, tuko single, like we have no touches na watu ama nini. Like the privacy that was coming with this house was amazing. I've actually never done a house tour of this house. Ndio nakumbuka, so I'm like nitahama kama sijafanya house tour. So I don't know moods zangu zitakuwa aje, but I might do a house tour for you guys. Mtu mwenye anataka hii hao, actually it's not that expensive. The reason as to why we are moving from this house, one, we want to downgrade life. Yeah, and kitu inafanya nasikia vibaya tena zaidi, we are not even downgrading life ati for our some other benefits or something like that. That is what inanipea pain. Like nikikumbuka nasikia so much pain. So we have to downgrade life because we have our relatives wengine side ya Edu wenye they came to stay with us, and then the hosting thing didn't work. Yeah, the hosting thing didn't work, so Eddie had to rent for them. So me staying in this house na pia wao, it is expensive. So he told me the only option is to downgrade, ndio hiyo pesa ya juu awalipie. Yeah, so guys, that is the update. That is it. So I thought it was a joke by the way, but vile leo nimefika, landlord akaniforwardia message ametumiwa na Edu ya notice, nikajua wow, so this thing is that serious. So this thing was that serious. Yeah. So guys, we are moving. Tunaenda huko Githunguri. I think it's a much affordable. If I tell you the price of this house that I've been paying, it has been goals. But now it is what it is. We will just move. Yeah, we will move. No matter how much I cry, it won't solve anything. I've prayed about it. God anajua.
God knows, God anakuanga na reason ya everything. Kwanza the fact that Edu alikuwa ananiambia ati najua tu hiyo nyumba yenye tunaenda utapenda. Oh my God. Na yeye anajua vile mimi napenda taste ya nyumba. Anajua vile mimi natakanga nitafute nyumba yangu mwenyewe. Cause it is me. Like it is me. Me wanna feel like nyumba ni ya mama. It is me. You see? Like it is me. Mimi ndo najua kenye nataka. Mimi ndo najua nitapanga nini hapa, nitapanga nini hapa. So nikitafutiwa nasikia vibaya, by the way. Nikitafutiwa nasikia vibaya, and the big deal niyo kutafuta yenye nataka. I don't know what's the big deal. Yeah, so guys, that is it. Mkiona tumetoka kwa hii nyumba, nimetaka niwape hiyo update. So if you want this house, hurry while it lasts. Na sitaki mtu mwenye sijati ataichukua sijui lini ama nini, hapana. It was a short notice. Imekuwa wewe ukinisumbua utatoka hapa. Nyenyenye. Nafikiri niko na mood. It was on a short notice. So nataka kutafutia landlord tenant, a quick tenant. Yeah, cause it was on a short notice. Na huku rule ni upeane notice a month before uhame. And you see now this one is a short notice. We didn't even see it coming. So even the house yenye tunaenda, we're not going to pay deposit nini. It is the house yenye Eddie alikuwa amechukulia the boys. Yeah, nilikuwa kubwa. So we are just going there. Maybe awatafutia a smaller one, something like that. Yeah. Then he is like, maybe after some time when things bounce back to normal, tutatafuta nyumba mzuri yenye unataka and things like that. But hizo tu ni porojo. Anyway, I'm hoping maybe vitu ziende okay. I'm just praying ni connect na yo how. Like guys, nasikia vibaya. Oh my God, I will not lie. I feel so bad. Like I literally feel so bad. Hiyo maneno imenibo. Sitadanganya. Hiyo maneno imenibo. But I have to create peace with it. So I'll just try to see the advantages of it. First of all, kitu hiyo maneno imenibo. Githunguri ni mbali na shule ya Pal. Hiyo maneno imenibo. Na ni maneno tulikuwa tushaongelea. So all of a sudden we are moving. So what do I do? There's nothing I can do about it. Kitu ya pili, hustles zangu, like me nikiimagine tu customer wangu ndakuwa nawafulia aje. Nikiimagine number 3 nikikaa chini ni imagine daycare. Like if I told saini kwa na stress ati sina nani ama kitu imenipata abrupt, si kwa na stress, napeleka tu watoto pale daycare, ile tiny totos. Very safe. Nikikumbuka hiyo ya 3, nashikwa na malaria. Yaani hata sipumui. Nashikwa tu na heart trauma. Nikikaa chini nikumbuke, wacha hata the relationship I had created na watu, hiyo hata nisiongelee sana, like vitu kama salon nini naweza kuja. Like hizo vitu 3, shule ya Pal, my customers, na daycare nikikumbuka, nachoka. Nikikumbuka master and suit. I don't even remember the last time I had an infection. By the way, I don't recall for as long as I was pregnant, and I could not even diagnose even a single infection. Nikikumbuka. Like I'm trying to imagine. Yani kuna vitu nikikumbuka nasikia kama nitapasuka, but there is nothing I can do at this point. It is okay. So guys, we are moving out. This house is a 2-bedroom, master and suite. Very spacious. If I tell you very spacious, if you see my videos, you can watch as many videos as you want zangu. The house is very spacious. The kitchen is spacious, double sink. Yani nikikumbuka naenda kwa sink kamoja. Guys, nikikumbuka naisha nguvu. Nikikumbuka naisha nguvu. Yana nasikia tu kama Edu amenichinja. Haki nasikia tu amenichinja. Nasikia amenichinja. Yaani nasikia amenichinja. But it's okay. I'm a believer of, I still believe the home vibe when I come na mse. So no matter how the house looks, I'll do my part.
I'll keep it clean. That is the number one thing. No matter how it looks, I'll try to keep it clean, and I'll try to keep it warm with some good decors and all that, and it will feel home again. Yeah, so that is the parting shot of it. I know it will feel home again. I have not seen that house, by the way, since hiyo nyumba irentiwe. It's now 2 months. Actually ni 2 months. Yeah, actually ni 2 months since irentiwe. I've not stepped there. So nilikuwa nafaa kwenda jana, but jana I was so sick. Sikuwa nataka hata kukaa kwa nyumba. Yani ushaiangalia mtu, hata sikuwa nataka kuonana na Edu hivi kwa macho. Nilikuwa nasikia tu like sitaki kukuona wewe, sitaki kukuona. Nikatoka nikaenda hosi. Nikakaa huko, nikafikiria pressure yangu itakuwa imepanda, wani admit, wakuni admit. Sikuwa nataka kurudi kwa nyumba. Nikaenda mahali nikakaa, ikafika 5. Nikaona hizi simu zitaniua, acha nirudi kwa nyumba. Narudi. I'm trying. Actually I was trying. Najua hata Edward anaona hizi video atashanga. I've been trying to look okay, but I'm not okay. But at least today nime relax, nime calm down. Of course tulikuwa tuhame, but haikuwa tuhame na hii circumstance tumehama nayo. Yeah, like na hii circumstance tumehama nayo, nime feel like it is so unfair to my family. Whatever that is happening, it is so unfair to my family, but the fact that it is all about job ya Edu, then I just have to accept it. Yeah, because it's all about job yake, kusaidiwa kazi and all that. So I have to just allow to downgrade life because of that. Maybe one day God will show us mercy and things will bounce back to normal. Maybe tutajenga nyumba yetu. Yeah, inshallah. Maybe tutajenga nyumba yetu. But downgrading life and spending because of other things that is not even of this family, to me that thing hurts. Like, to me that thing pains in a different way. But I know God is in control. It is the will of God. Let me say it is the will of God. Kama God alitaka hiyo circumstance ikuwe hivyo ndo to move, tulikuwa tumekataa ku move. If God wanted that circumstance to be like that so that we can move, then well and good. Who is us to say no? Yeah. Like the connection I had with this house, like you guys, like I don't know if you guys know how I loved this house. Like hii nyumba imejengwa nikiwa ndani, like easy. If you remember my very very first videos, like karibu everything in this house imejengwa nikiwa ya hata landladies like hata ameshindwa like wow, you know, I was the first tenant here. I was the very first tenant huku. Hata hajaamini. So guys, ukitaka hii hao niambie. Ndio nataka kwenda kuongea na landlady sasa nione yeye atapeana na pesa ngapi. But pesa yenyewe mimi nalipa no, this is the most spacious house kwa evening yote. It's a 2 bedroom, iko ground floor. Sijache nyumba ikiwa mbaya. The only disadvantage ya hii nyumba ni 1, iko na kabaridi kidogo. Yes, iko na kabaridi kidogo cause iko ground. 2, the second disadvantage, iko ground floor, so hapa kwa mlango lazima uko na maintain kuweka kidasta cause anything inaweza ingia ndani. That is another disadvantage. Ukikuja ukue nayo in mind, utanunua easy door space wherever uweke hapo kwa mlango. Aside from that, hakuna disadvantage nyingine by the way kwa hii nyumba kama si kabaridi kadogo na hiyo door space hapo chini ya ground uweke kitu ndo vitu zisiingie ndani ya. So guys, that is it. So if you want hii haona unaitaka sana, kutaka hii nyumba na unaitaka sana, ni DM cause nikitoka hivi nyumba itaenda, and I want to give it to my nini. Watu wengi nimekuwa nikisifanyia house huntings for long, and then to make matters worse naenda Githunguri. I've never even been to Githunguri na hiyo house hunting yote nimefanya. I've been to Airways and all that, so I don't even know how Githunguri looks like. Napelekwa place totally different, sipajui. Like, oh my God, God just lead us. Mungu tu atu lead. If that will bring peace, if that will bring like wherever and all that, let it be so. Yeah, if that will itafanya maybe Eddie feel vizuri and all that, let that be. Wacha tu ikuwe hivyo vile itakuwa. But hey guys, sijui kama mnajua vile ninapenda hii house. I don't know if you know how much I love this house. Like I love this house. Mimi hata sijui kwenye naenda. I was supposed to go jana but naenda a job, so definitely naweza enda on Friday or on Saturday huko kuona. Nione kama hizi vitu zangu zitafita hapo.
Yeah, want to see if they will fit, because kuna vitu zingine tulikuwa tumepeleka huko, the other bed, microwave, hizo vitu zingine zilikuwa zimeenda huko. Yeah, but I kept on saying that is my house. Hii maneno ya kuongea hii mdomo, I kept on saying that is my house. Sasa kimeniramba huko, ndo naenda. Guys, imagine hii video nimefanya juu ya kuambia hamtaniona kwa hii nini tena. Maybe the last video nitafanya hapa inaweza kuwa maybe ya kuonyesha vile nyumba inakaa, house tour ya hii hao. Zingine bado juu zinajengwa, ziko on construction, so zikiisha nitakuja kuwafanyia house tour. Hizi nyumba ni smart sana. Tutakuja kwa kwanza this one, hii yangu in particular, it is the most beautiful house kwa hii koti yote. Na mimi ndio nimekuwa nalipa the cheapest. Yeah. Mimi ndio nilikuwa nalipa the cheapest kwa hii koti yote. But I know nikitoka it will be, please don't come to my DM to ask me hii nyumba ni pesa ngapi, because I know kama huitaki. Kama unataka nyumba kabisa unataka nyumba, I know haijafika 20. Sijui landlady atasema ni how much, but haijafika 20. DM me nikupatie namba ya landlord mwenyewe. I'm not going to say, because maybe pesa yenye mimi nalipa definitely nikihama hivi ina shoot. Yeah, na hata peana, hata alikuwa ananiambia nikihama hapa hata peana. There was a time tulikuwa tuhame, kaniambia nikihama hata peana na hiyo pesa yenye mimi ulipa. Yeah, hata peana na pesa yenye mimi ulipa. So I will not, that is the only reason I will not say the price, because naweza sema muende huko mvutane. So landlady, ukitaka hii hao, you can just DM me kwa Instagram. I'm so poor in Instagram, but this time round I'll try and check, because this is an urgent thing, and then I'll give you number ya landlady. Yeah, it is the landlady mwenye ana manage. I'll give you number ya landlady, muongee na yeye if you want this house. Yeah, it is in good condition, in good shape. It is just iko tu sawa. Yeah, so guys, by the way, that is it. That is the update. Sasa mbona hata nimewaambia, of course lazima ningewaambia juu mngeona nimehama, mshindwe ala rada ni what ya tunahama. Mbebi wangu ame decide no, tunahama. Na like oh my god, mimi sikuwa naona Edu ameniua. Edu amenimaliza. Haki nasikia kama Edu amenifinish kumalo. Yaani nimeanguka nayo. Finance bill imeanguka, mimi pia kama nimeanguka ugidhunguri. Oh, mimi sijui hata advisor wake ni nani by the way. Mnauliza tu advisor wa Ruto ni nani? Mimi ndo najiuliza advisors wa Edu ni nani. But anyway, it is what it is. So huko ndo tunaenda. Acha tuende. Hatutakuwa hapa by the way guys. Leo tumekuwa sawa by the way. Jana sikuwa nataka kumuona. Leo tumekuwa sawa. Tumeongea. Tuko tu sawa. Nimeona amekanyaga chini arudi reverse. Nikuhama na amekataa arudi reverse. Yeah. So guys, that is it. Kitu ya kwanza nimemuuliza nisijiona hiyo nyumba, na si eti ni nyumba yenyewe tunaenda kulipa, ni nyumba already ilishalipwa. So nimemuuliza nyumba iko na light, ni baridi, because I don't want to experience vitu zenye experience hapa alafu na nyumba yenyewe pia ifanane vile inataka. Juu kisikia ndio ameniambia inafanana vile inataka. Mnaambia inafanana vile inataka, najua tu si nyumba yenyewe unaweza penda. Lakini with the time things zikifall, ndakutafutia nyumba yenyewe najua unaweza penda. Hizo nazo zinakuanga ikaya za bunwasi, sitaki kuweka akili yangu hapo, but I know najua Edu ni mtu pia anapenda vitu mzuri. So ukiona nasikia amefinyika, and the only person anaweza finya ni mimi. Now that is the most worst part. Anaweza kuwa maybe amefinyika na vitu zingine, the only person anafinyilia ni mimi. Sasa ndiye anaanza kunifinya mapua hivi nimuelewe. So guys, that is it. Mimi nahama. Hata nilie, niruke, nifanye nini. Sasa jana nililia hadi sauti kapotea, hata sikupata kuona mtu. Nililia. Nilikuwa nikifikiria hivi. Mpaka sasa nakaa chini, yani nikiwa tu kwa barabara hivi nikae chini nifikiri, nasikia vibaya. Nasikia vibaya. But then again najiambia it is for good.
Yeah, it is for good. God knows why. Na God haezi allow. Me, one thing about me is God will never allow nothing enye kwa against his will kwa life yangu. God hatawai allow. Like God hatawai allow. Maybe ilikuwa iko hivi abrupt because zile zetu tunakaanga chini tunapanga. Huwa na make sense paka idua naona hapana kuna sense hapa tuhami. Na feel like nice, at least bado tutakaa kwa nyumba, but this time round hata mimi mwenyewe nimesema it's okay, acha tuhame. Wewe rudi nini unataka aje? Tupike chapo na tulishakula. Ala, uneni huyu? Rudisha hiyo unga tapasuka. Tupike chapo na tulishakula. Tupike chapo kwa nini? Rudisha tu penye umepata huko juu. Hapo itashika baridi. Ndakupikia chapo kesho. Stacy, kesho upikie mtoto chapo. Stacy atakupikia chapo kesho, sawa? Usijaribu, don't even try. So guys, that is it. Thank you so much if you have watched up to this point. We have come to an end of this video. Bye guys. So I want taonyesha ile hao ingine tour cause I think haitakuwa empty. Kuna tu vitu tulikuwa tushapeleka zenye wale maboys walikuwa wanatumia. Haitakuwa empty. Yeah. So yeah. But I'll show you how it looks after nishamalizana nayo. So on Saturday we have a lot of washing in this house. Nataka tuoshe maduve, nataka tuhamie nyumba mpya, tuhamie hiyo nyumba vitu safi. So I'm just trying kujisaik nipende hiyo hao. Nitaenda kuiona Saturday, nitaitengeneza. Juu mimi najuanga, mimi najiamini, nyumba ni mimi, nyumba si building. Kwa hata ningekuwa si mimi maybe hapa ingefanana vile inakaa. So mimi najiamini, nyumba ni mimi. Whatever I'm given, I have to transform it if feel home. So that is my job. Actually, that is always one thing I know. You give me a house, I give you a home. So I'll try as much as possible to make it feel like a home. Penye naona hapa kuna dent here and there, I will try as much as possible within my power to fix it. No, to feel that ka homey part, unaona. Because I don't know, ananiambia ati hiyo nyumba utapenda. Mimi mwenyewe sijaiona. Na yeye mwenye yani kama kuna mtu anajua anapenda vitu vizuri. Kwanza nyumba. Me, I don't bargain with houses, ni nyumba. Napenda vitu vizuri. Yani mimi napenda vitu vizuri. Hii mchezo amenifanyia ni alei nifanyia hiyo mchezo 2018. But now 2018 tulikuwa tumekosana na then tukarudiana tukaenda kutafuta nyumba. Tumeona maneno pia sisi. Tukaenda kutafuta nyumba. Akanipeleka kwa nyumba nyingine hapo hivyo. Ilikuwa bed sitter. But that time tulikuwa tunakaa kwa bed sitter ndo tumeanza live. Same thing. Edo akanihamishanga kwa nyumba yenye nilikuwa. I loved that house. Sitawahi sahau. The first house tulihamia wakati tulioana. I loved that house. Ndo nakumbuka leo. I loved that house. And then sijui nini tu iliingilia Edo. Akatoka hiyo Januari akaenda akatafuta hao. Ameenda ametafuta nyumba zina kina nani bila mimi. This is the first time naingia kwa nyumba yenye Edu ametafuta bila mimi. Na alikuwa anajua sitaingia lakini kasema for this one let me not fail this exam. Najua vile nitamtwist. Imagine alienda akatafuta hao bila mimi. Mi kufika hivi. Nikasema hapa siwezi ishi. Lala. Mimi nikasema hapa siwezi ishi. But then nitamkumbusha hiyo story after hizi drama zote. Unajua sasa I think tuko on that heat. Ni vile tu life lazima move on na nini like bado tuko na hiyo heat ya kuhama nini whatever ma hosting manini vitu mingi zina happen kwa life yetu. We still atuja set back vile tulikuanga when we are just us. Sasa umsali nipelekanga huko. Nikafika nikasema oh my god. Mimi huku siishi. Lakini sasa unajua sitaki kumwambia mimi huku siishi. Juu tushamezeshana kweli ika happen hapana. Tena kitu natukosanishanga ni mambo ya hosting by the way. Hakuna kitu kingine natukosanishanga. Ni hii mambo ya hosting.
na tutaki kusikia. Ikawa sasa mimi ni hame huko hivyo, tulikuwa tunakaa Githurai kwa sababu watu wetu wengi wako huko. Ananisafirisha na nipeleka side yenye watu wao wako. Siku moja nitawapea story yetu. Siku moja I'll document it. I love documenting it. Ndio siku moja watoto wangu wataona. Yeah. Like the way I've been documenting this house na natoka, one day I'll remember I used to stay there. Vile huwa nakumbuka huko kwenye nilikuwa naishi kitambo, I feel good. Na life ina move on. Yeah, so one day I'll document our story. Tukaenda kuishi, nikapiga hesabu na to make matters worse, Edu alikuwa amelipa hiyo nyumba. Amelipa deposit na amelipa rent. Akanambia sasa ashalipa nini. Mimi sijui alikaa na kina nani chini wakadiscuss, wakaenda wakatafuta huko nyumba. Wametafuta nyumba bila mwenye nyumba. Unajua hiyo ndio kitu inanishangaza. Unatafuta nyumba bila mwenye nyumba. Unatafuta nyumba bila mwenye nyumba. Mimi ndo mwenye nyumba. Akaenda katafuta nyumba bila mwenye nyumba. Nikafika kwa nikanyamaza, nikasema hapa aki wallahi nikiongea nitaharibu, na najua huyu mtu anakuanga na anger issues. Hapa nikiongea nitaharibu. Nikasema wisdom. Mama wisdom, hapa tumia wisdom. Hapa mdomo yako hii sharp haitafanya kazi. Na pesa imelipwa. Nikamwambia sasa ndo nikamuita majina mzuri yenye nakuanga kwa hii dunia. Nikampea better option, kapigia rafiki yangu mwingine simu, alikuwa anaishi hapo opposite Tel Aviv. Hii side ya Parkland, this other side Tel Aviv. Juu nilikuwa nishaienda kwake na hizo nyumba zilikuwa smart bed sitters specials. Nikamwambia juu tunaenda job nini huko, kuna hii ghetto iko Lavington, sijui najitanga nini. Sijui mbona naisahau. Huko ndo tulienda kutafuta, huko ndo nilipelekwa anga na Edu. Sasa nikamwambia hapana, sijasema ati nimekataa hii nyumba, mimi sijaikataa, lakini hebu tupande gari tuende huku hivi nini, huko side za Pipeline, hata iko karibu na job. Tutakuwa tunalipa tu fare 50 bob, 30 bob, jioni tunarudi, hata tunaweza tembea. Lakini huku unaona tunapanda gari mbili, tunaenda Tao tena tushukue gari nyingine. So nikamconvince, tukapanda gari hadi Kendra huko hivyo Tel Aviv. Tukashuka, nikapigia besha. Sasa tukatafuta nyumba tu hiyo line, tukapata hao tulipata. Ilikuwa 2018 if I'm not wrong. This one was not 2017, ilikuwa 2018. Ilikuwa 2018 ama 20, no, ilikuwa 2018. Kama si 2018 ilikuwa 2017 December. I think ilikuwa 2017 December, sasa before to Ashe bus. Ilikuwa 2017 December. Tukakuja tukapata hiyo place ilikuwa inaitwa Kendracom. Hapo tu hiyo area Tel Aviv. Wow. Tukapata offer hapo, bed sitter ilikuwa 8,000 na haulipi deposit, like deposit unalipiwa. So it's either ulipe deposit ama wanakuja wanakubebea penye huko free. Nikasema hii ni deal. So unajua nimenyamaza, nasema hii ni deal. Sitaki itoke kwa mdomo yangu. Juu kutoka kwa mdomo yangu itakuwa ni mimi. The things people go through. I salute women. Itakuwa ni mimi alitafuta yake, mimi nimetafuta yangu. Sasa sitaki ikuwe hivyo. Cause yenyewe mimi ile nyumba iko inaweza. Cause nilikuwa like yes, the house is good, ni bed sitter tunatafuta, it's fine. Tunatafuta bed sitter, but hii sewage inafanya nini hapa nje? Mimi hakuna sewage naruka. Like that was me. Afadhali niishi kwa nyumba ya mabati lakini nisiruke sewage. So hiyo ndio kitu ya kwanza naenda kuangalia. Ni wapi hapo tunaenda. Kama naenda kurukana na sijui mitaro huko siendi. I hope si uko jodo niambia hiyo place ni poa, si hivyo vile unafikiria. So no, guys, msini misquote ati sijui nini niko na nini, hapana. I'd rather go kwa nyumba ya mabati, but najua outside hakuna penye narukana na sewage, sewage imelipuka sijui nini. So mimi nikaenda tukakuja. Akasema hiyo deal ni poa. Unaona aje? Sasa mimi niko like mimi naipenda juu ya job nini unaona, like ni new environment. Tukishindwa mambo ya job hiyo, mnakwambia my friend ilipata hiyo Christmas tumekula ugali na cabbage na waru. Kulikuwa na waru 3 zimebaki kwa nyumba.
mshahara imekataa kuingia, wote tuko kazi moja, tufanya kazi moja, bank moja, wote mshahara imekataa kuingia. Mama pia si tumekula tabu hii Nairobi. Cabbage ile nyona kwangu umekatakata imebaki, hiyo cabbage ndio tulikaranga na waru tukakula siku ya Christmas. Tulikuwa tumeiyo wakati tulikuwa mimi Edu na Pal peke yake. Hatukuwa na mtu mwingine. Sasa nakwambia life imetutwanga, tunajiambia hapa kukiumana tutatrek. Lakini huko kwingine kukiumana hatutatrek. Hapa tunaweza amka asubuhi tuende na gari, saa kurudi tutembee. We also had our own share of struggles, like real struggles. Manze umse akakubali hiyo maneno. Juu hiyo place ilikuwa poa, unashuka tu kwa stairs unaingia kwa lami. Unashuka tu kwa stairs unakanyaga lami. Hakuna penye unakanyagana sijui na masijui nini hakuna. So nika feel like it is far from wao, it is far from sisi. Na nivo, so that was another time when we had our own moments, like us moments, mimi Edu na Pal peke yetu moments. It was amazing. Also in that house I got peace, like peace yenye na surpass human understanding. In that house I got peace. The reason as to why Edu nipeleka kwa hiyo nyumba ati juu tulihamia one bedroom, hiyo wakati na kwamba tukipatana tulikuwa tunahamia one bedroom. Ati nikifura, juu unajua ilikuwa mwaka yetu ya kwanza kupatana. So nasikia amenibo, yeye pia anasikia nimembo juu vitu zenye anafanya mimi sijazoea. Mimi nimezoea kukaa na watu wetu. Yeye anashindwa hizi ni gani, kumbe privacy yake pia ninamnyima. Like we've suffered. We've suffered to a point yenye mimi sometimes nikionanga hosting na tetemeka. That is one of the reasons sipendi hosting. Because anytime we host people, your long-term hosting, we have to have our own share of issues. That is the reason as to why sipendi hosting. Shida inaingilianga hata si kwa kitu kingine, like our egos zinapanda. Maybe Edu pia anataka kuinua egos zake juu ya watu tunakaa na wao waone sijui aje. Maybe mimi pia ndio nataka kuinua ego yangu. Utaniambia nini wewe pia usifikirie umenikalia. Tukikuwa tu peke yetu, we yani I don't remember that, I can't even recall kama tushawahi gombana. I cannot even recall kama tushawahi gombana kabisa tukiwa na Edu. I cannot recall. I can't recall for as long as I cannot recall. But third party akiingia hivi, tulirogwa. Tulirogwa ama tunajiroganga wenyewe sisi jamini kwa hii ndoa. Tunakunga tulirogwa ama tunajiroganga wenyewe. Sometimes it is not even the issue ya watu tuna host. Issue tu inatokea tu, and then the issue start connecting itself na watu tuna host, and then maybe it's not even watu tuna host. Maybe it is us. We want to kuambukiza watu tuna host. Sisi wenyewe maybe we will solve our issues and get back to normal. Tumeshaambukiza watu tuna host our negativities. Like it is, I don't like it. Honestly, I don't like it at all. I do not like it. Like I don't like it. I don't like it. I don't. I honestly don't like it. So I remember, guys, one day ndawapatia story. One day ndawapatia chai ya hii ndoa. One day ndawapatia chai ya hii ndoa. Yeah. So guys, that is it. And now history is going to repeat itself. History is going to repeat itself. Eddie all of a sudden tunahama. Mnahama we na nani? Of course I knew we had talked about it because we wanted to, actually we were revisiting some, on Sunday we were revisiting our budget. Like we were like, no, we are overspending in this house and we feel like tumefinywa sasa tuko kwa ukuta. Like we were feeling like tuko kwa ukuta. Eddie ana feel like ako kwa ukuta na mimi namwambia mimi pia niko kwa ukuta. So ni kama sisi wote tuko kwa ukuta, hebu tukae chini we restructure. Like mvua ilianza kutunyeshea wapi na mvua inatunyeshea wapi, we try and fulfill those gaps and all that. Tuka come up to a solution ya no, rent ya hii nyumba it is not nini. If I tell you how much we pay in this house,
if I tell you how much we pay in this, like this was grace. Mi sijui ni shetani gani, mi sijui, but anyway it is what it is. As long as it is not my house and nimejenga, it is what it is. Yeah, it is what it is. Let me detach, let me let it go. It is what it is. Yeah, it is what it is. Because anything can happen. Leo hii nikikosa kazi, Edu akose kazi, we can't pay this house, no matter how affordable it is. Because if you can't move somewhere to attach to something, God anaweza amua kutoe in another way, and we don't want that. So yeah, it is what it is. So guys, that is it. So nimeongea sana, hata sijui niko wapi. I'm just all over. Like I'm just all over. Like I hope hiyo kitu chanito. Nasikia tukiwaru ingine hapa kwa rock, sema tu kweli. Nikiangalia kwanza hizi tiles zangu za nyumba vile zinakuanga brown na zionyeshi uchafu. Nasikia kiwaru. Nikiangalia tu master bedroom yangu, nasikia kiwaru. Like nasikia kiwaru. But anyway, that is it. If vitu zita change, it is okay, it will be for good. I pray that things will change. I'm a believer of nothing just happen. Yeah, I'm a believer of nothing just happen. Whatever has happened for good, and it was to happen. Ni vile sikuwa najua it will happen in this direction, it was to happen. Na ni kama God aliona tuko attached bado na yeye haona tulikuwa to move, so ikabidi atumie, akaona I'll use any possible way enye naweza tumia. We baby girl, nikutoe hapa. Oh my God, like I can't believe my eyes. I cannot believe my eyes. If you tell me to believe my eyes, I cannot believe my eyes. Like you guys will be seeing me in another different. Oh my God, I cannot believe my eyes. Like I'm leaving this my modern house. I'm going to, oh my God, I cannot believe my eyes. But anyway, sijiona hiyo nyumba. Nimeambiwa tisipoa. Mimi ananipeleka na ameniambia hiyo nyumba sio poa. But we want to cut down things. We want to fix some loopholes. Yeah, because already tulikuwa tumeshaanza ku notice the strain. You get? Na ukinotice strain ukiendelea kufanya vitu vile unafanya. So I know pole we are going to cut a lot. Yeah, pole we are going to cut a lot. We are going to cut a lot. So najua kuna vitu zingine, so wacha kwanza to move. At least Edu apate hiyo fresh breath kwa mind, then we sit down again and try and see where else are we gonna cut. Where else are we gonna cut again? Like where else are we gonna cut? Because me, I can't watch my Eddie suffer for no reason. Like I can't. Yeah. So guys, that is it. Mi wacheni nilale by the way. Mi wacheni tu nilale. Sijakuwa nalala kwa hii nyumba. Hata leo siendi kulala. Roho inaniuma. Roho imekuwa inaniuma. Najaribu kufikiria some positive vibe. Tena nafikiria tu vitu zenye zimeniattach kwa hii nyumba. Nalia. Vile nilipenda aka kanyumba kangu mimi yake. Peace yenye napatanga kwa hii nyumba. Hata hivi anajua ile peace tunapatanga kwa hii nyumba, utadhani hata hatujawahi zaa watoto. Utadhani hatujawahi zaa. Oh Jesus yo. Hata najiongelesha kama ni depression. Acha tuende huko. Tuende. God anajua why. Kama ni mpango ya Mungu well and good. Imagine natoka kwa hii nyumba. I know my enemies will be happy. But iko tu sawa. Acha tuende kwenye tunaenda. Mungu atatu bless. In case Mungu atu bless, we will bounce back. Yeah. That is the term, by the way. In case God to bless, we will bounce back to a modern house.
We will bounce back. We will bounce back. God akitu bless, we will bounce back. Githunguri. Ni unajua I've never been to Githunguri. And I imagine nitakuwa lazima ningoje gari ya Githunguri jameni ndo nitumie. Hiyo maneno kweli imenikasirisha. But on the other hand, pala atakuwa nakuja ama Edu anaweza kuwa akimleta na motorbike, like we got a motorbike. So on the other hand, things will be soft. I believe things will be soft. Yeah, I believe things will be soft. I just believe things will be soft. Kama ni maybe kwenda soko ama nini, tutakuwa tunaletwa. So yeah, tuende tuone climate ya huko inakaa aje. So guys, thank you so much if you've watched up to this point. Na wapenda tena sana. Don't forget to DM me if you want a 2-bedroom house iko ground floor ASAP. Usiniulize maswali mingi. Hii nyumba iko ground floor. Disadvantage that this house has, iko na baridi na door space hapo chini. Kuna door space, utabidi umenunua ile door space mat. Wherever door space, wherever hiyo. Yeah, so those are the two main disadvantages yenye mimi wanapata kwa nyumba. The rest is good, very good, really good. Yeah, the rest is very good, really good. So thank you so much if you've watched up to this point. Nawapenda tena sana guys. Bye. We've come to an end of this video. Don't forget to like, subscribe and share.